بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu التعصب المذهبي وآثاره للشيخ إبراهيم المزروعي حفظه الله تعالى. na darasa ambayo tulikuwa tumefika katika sehemu ulama ankaru at-ta'assub madhhabiyya, sehemu ambayo tulikuwa tumemaliza maneno ya al-Imam al-Dhahabi, na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiatihi jalla jalaluhu tunaingia katika maneno ya al-Imam Abu Umar ibn Abdul Barri ambaye tuufia, amefishwa huyo katika mwaka wa 463. Qala, anasema yuqalu liman qala bitaqridi, anasemwa kuambiwa yule ambaye mwenye kusema au kuzungumza kwa taklidi. Lima qulta bihi, kwa nini wewe ukasema hivyo? Wa khalafta as-salafa bidhalika, na ukawapinga as-salaf wema ambao walikuwa wametangulia katika jambo hilo. Fa innahum lam yuqallidu, kwa sababu wao hawakufanya taklidi, Sasa kwa nini umesema hivyo, na kwa nini ukawapinga as-salafi salih katika jambo hilo? Wama hujjatuka fi taqlidi ba'd duna ba'd, na ipi hoja yako katika jambo la kufuata baadhi na kuacha baadhi? Wa kullahu maalim, na kila mmoja katika hao ni alim, kwa maana kila mmoja katika hao ni katika wanachuoni. Sasa ipi hoja yako ya kuwafuata baadhi ya watu ukaacha baadhi ya watu? Yarejee hayo katika munakashatuhu lahum fi jami bayani al-ilm, katika juzuu ya pili ukurasa wa 146. kauli ya pili ni ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ambaye yeye amefishwa katika mwaka wa 728. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema rahimahullahu ta'ala, inna Allah la yujibu ala hadhihi al-umma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hajawajibisha juu ya umma huu ta'ata ahadin bi'ainihi, utiifu wa kumtii yoyote kwa dhati yake, illa rasulullah, isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah hajawajibisha juu ya umma huu kumtii yoyote kwa aini yake, kwa dhati yake, kwamba huyu ndo ambaye anatakana atiiwe. Hajawajibisha jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala, illa rasulullah, isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal a'immatu al-arba'a, na maimamu wanne qad nahu, wao wamekataza an taklidihim, kutokana jambo la kufuatwa wao, fi kulli ma yaqulunahu, katika yote yale ambao wao walikuwa wanayasema, au katika kila yale ambao wao walikuwa wanayazungumza. Wat-taqlidu 'inda al-hajja kama idha dhaqa al-waqtu 'an al-istidlal, wa hadha a'dal al-aqwal insha Allah. Wat-taqlidu 'inda al-hajja, na taklidi itafaa pale ambapo itakapoitia haja, wakati wa haja itakapotokezea. Kama idha dhaqa alwaqtu, kama pale ambapo itakapokuwa kwamba wakati umekuwa dhiki sana, anil istidlali, kutokana na jambo la kutolea dalili, ukataka kuifanyia bahthi ile dalili ambayo wewe unataka kuitumia, lakini muda ukawa ni dhiki, huwezi kufanya bahthi, ukasema kwamba hadithi sahahu al-Albani au sahahu al-Imam al-Wadi, au hadithi yake kaisaisha shekh mwingine, pamoja na kwamba wewe tayari ile masala ya bahthi wa takhrij umekwishakusoma na una malaka hiyo, kwa sababu ni masala ijtihadia, masala tashihi wa tadhif, ni masala ijtihadia, lakini muda umekuwa ni dhiki sana. Basi wakati ikiwa uko katika hali kama hiyo, wanasema baadhi ya wanachuoni kwamba itafaa katika hali hiyo. Hadha a'dalul aqwali insha Allah, na hii ndio kauli ambayo ilikuwa ya kati na kati ya uadilifu zaidi katika kauli ambazo zilikuwa zimekuja katika masala haya insha Allah. Kauli nyingine ya Imam Salih al-Fallani, ambaye amefishwa katika mwaka 1218. Qala rahimahullahu ta'ala, amesema rahimahullahu ta'ala, innal fuqaha, hakika wanachuoni wa fiqh al-mutaakhirin, ambao wale kuja mwisho, min ahli al-madhahib, katika watu wa madhhab, dhakaru aqwalan, wametaja kauli wa araa na rai nyingi sana na mawazo mengi sana, nasabuha ila al-a'imma, wameyanasibisha mambo hayo, kwa maana kauli hizo na rai hizo kwa maimamu, wa hum minha buraa, na hali ya kuwa hao maimamu kutokana na rai hizo
wao wako mbali nazo. Kwa hiyo anaonyesha shekhe hapa kwamba haifai kufanya taklid wala haifai kumwegemezea mtu jambo ambalo lilikuwa halipo kwake yeye wala haijathibiti kwake yeye wala hajalisema wala hajalifanya. Kwa hiyo ni jambo ambalo wamekuja watu wa madhehebu wakawanasibishia maimamu maneno ambayo wao hawakuwa ni wenye kuyasema. Angalia hayo katika kitabu Iqadul Himam katika sahifa ya 99. Kwa leo tukini hapo, tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuondokea katika maneno ya al-Imam Shatibi rahimahullahu taala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ajalie matendo yetu haya yawe khalisan na ayafanye yawe katika mema yetu siku kukutana Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Wallahu a'lam.